Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Moja habari ambayo inagonga vichwa vya habari katika ulimwengu wa siasa za Tanzania na za Afrika ni pamoja na kuzuiliwa kwa kiongozi wa Chama cha Maendeleo na Demokrasia yani Chadema ambaye anafahamika kama Tundu Antipas Lissu pamoja na naibu pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo. Msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo akiongozwa na kiongozi wa chama Dorothy Semu na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masudi Othman pamoja na msafara wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu umezuiliwa kuingia nchini Angola na mamlaka ya serikali ya Angola. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa ACT Wazalendo Mwanaisha Mdeme jana hapo tarehe 13 Machi ambapo amesema viongozi hao wameshikiliwa katika uwanja wa ndege wa Rwanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa na serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote. Imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa nchini Tanzania. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la Democratic African, the Platform for African Democratic yani PAD yaliyoandaliwa na taasisi ya The Breakthrough Foundation yaliyopangwa kufanyika kuanzia Machi 13 hadi 16 mwaka 2025. Ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika ambapo pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo wamezuiliwa na serikali ya Angola. Mmoja wa viongozi waandamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu yani Lani Kama wa Botswana pamoja na Andres Patrana Alongo wa Colombia. Wengine ni mawaziri wa kilimo wa Afrika Kusini na kiongozi wa chama cha DA John Steenhuisen na kiongozi wa chama cha Podemos cha nchini Msumbiji. ACT Wazalendo imelaani kwa nguvu kitendo cha udhalilishaji kilichofanyika dhidi ya viongozi wa ACT na viongozi wengine kwa kuzuia na kushikiliwa katika uwanja wa ndege wa Rwanda ambapo ACT pia imemtaka balozi wa Angola nchini Tanzania kutoa maelezo ni sababu gani viongozi hao wamezuiliwa na kunyang'anywa hati zao za kusafiria. Tunaitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imuite na kumhoji balozi wa Angola nchini juu ya kadhia hii. Tunatoa wito kwa serikali ya Angola kuziachia mara moja hati za kusafiria za viongozi wetu walioshikiliwa na kuwaruhusu kuendelea na ratiba yao nchini Angola. Hiyo ni taarifa ambayo imeweza kuzua gumzo sana katika mitandao ya kijamii. Kama ilivyo ada yetu, kupitia maoni mawili matatu tuone ni namna gani watu wameweza kuguswa na taarifa hii na wana maoni gani. Wa kwanza anaitwa Mwindaji PhD anasema au CCM wamevuka boda, akaweka emoji ya kucheka hapo. Lakini Godfather Fan anasema nimeona Lissu kaposi analia kukataliwa kuingia Angola kwani hana kwao, si arudi nyumbani. Amesahau alikataa kwao, amesahau mkataa kwao ni mtumwa. Lakini Tony anasema Angola ina hofu nini? Haina demokrasia ya kweli ya vyama vingi vya siasa nchini Angola. Wanahofia wananchi wao watazinduka usingizini na kudai mabadiliko. Father anasema kama mtu akikwambia Tundu Lissu anafaa kuwa rais wa nchi, angalia kichwa chake anawaza nini. Inawezekana anafunza, maana inabidi tupate watu wenye maono na maamuzi haraka ili tujitegemee kisayansi na kiuchumi. Watu hatulii katiba kwa ajili ya kiongozi kula ugali wake Ikulu. Lakini Mamluki anasema Angola ni nchi huru, ina haki ya kudhibitisha hili
kupitia uamuzi wote wenye maslahi kwa nchi hiyo. Bila shaka wanajaribu kutia majeraha ya historia ya utengano uliowasibu Tundu Antipas Lissu, Alphonsia Mondlane na Lankan. Sio aina ya watu ambao wana historia ya utulivu. Northern Sakiti anasema mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo wamezuiliwa na serikali ya Angola. Akatukana, siwezi kusoma hapo. Lakini pia Pancles anasema msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo wakiongozwa na viongozi Dorothy Semu na makamu wa kwanza amerudia ile statement ambayo ametoa mwanzo hapo. Lakini Mnyamwezi anasema miladi yao huu ulikuwa ni mkutano wa viongozi mbalimbali kutoka Afrika takribani 40+ waliozuiliwa airport ya Rwanda, ila baadaye kama masaa kadhaa wameruhusiwa, ila wengine waliudhika na kurudi nchini kwao na kuacha kuhudhuria mkutano huo. Sasa unapotaja viongozi wawili, jitafakari bro. Lakini Petro Mgalilaya anasema CCM haitaki watu wafanikiwe. Lakini Mnaza anasema mwache Samia hausiki na hili. Lakini Uncle Cole anasema nawaza, je, aliyetoa amri ya kuwazuia ni balozi wa Tanzania au? Maana kama nimeelewa ni viongozi wote walialikwa nchini humo mbali wamezuiliwa. Sasa hata napata shida kuelewa balozi wa Tanzania anahusika vipi kwenye maamuzi ya serikali ya Angola. Lakini Ninja anasema Othmani atakoma kuungana na Lissu. Lakini Lupido anasema mnapingaje mkutano kwenye nchi ambayo sio stable political? Mnapangaje mkutano kwenye nchi ambayo sio stable political? Angola haijawahi kuwa mfano wa utawala wa kidemokrasia. Je, waandaaji mkutano walichaguaje? Afrika tutaendelea kuwa sehemu ya kufanyiwa utafiti kiuchumi, kisiasa, kimagonjwa. Ametukana kidogo, siwezi kuendelea kusoma. Waziri wa fedha anasema kitu ya kwanza Tundu Antipas Lissu atafanya akiwa rais ni kutafuta ubalozi wa Angola. Lakini Moses anasema speaking handly with my country Tanzania, katika kila jambo tunaishi kwa kubahatisha. Kuna mipango na kama machinga ikinyesha ndo tunaanza kuchukua hatua. Hatuna mipango wala mikakati, tunaishi kwa kubahatisha. Mambo kwenye kila sekta ni utapeli. Education sasa ishaingiliwa hadi VETA. Len Kumi anasema dunia imekuwa kijiji. Unapoleta siasa za maji taka nyumbani kwako, dunia nzima wanakuona na wanakusikia maneno yako ya viashiria vya uvunjifu wa amani. Watu wamechoka mapigano, sasa wanaishi kwa amani. Huwezi kuwarudisha kuwavunjia amani. Lakini Napendeza anasema mbona kama maelezo kutoka Cuba. Lakini Lamia anasema Angola wameona sio kwa kukaribisha vibaraka. Lakini mwingine anaitwa Kanj anasema Afrika tunajimaliza wenyewe, amini. Lakini Kasure anasema huko kuna CCM kumbe. Lakini Deling anasema Angola wameshashituka matapeli. Lakini Dos Santos anasema mwaka wa uchaguzi bado tutasikia na tutashuhudia mengi. Lakini Captain anasema Angola na kijani ni mtu na ndugu yake. Lakini Paulo Mwatene anasema anazidi kula pesa za Tone. Comment ya mwisho kabisa hapa ya upendeleo nampa anaitwa Kimbilio la Wanyonga, anasema hivi huyu Madron ndiye yule ambaye jeshi letu la mwananchi lilimpa heshima, lilimpa na uhifadhi pale Nachingwea na wakajenga mess na kuitwa kwa jina lake, yani Mondlane mess.
na huyo ndiyo mtoto wake. Hayo ni baadhi ya maoni ya watu ambayo wameweza kutoa katika chapisho ambalo lilikuwa limechapishiwa na moja ya online TV kubwa hapa nchini Tanzania. Jina langu ni Dio wa KOI TV. Tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.